Jambo na karibu katika taarifa zetu za habari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka 2026. Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, kama itakuwa ni mara ya kwanza kufuatilia habari kupitia mtandao wetu wa YouTube Congo Post News, hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine banasema unajiabone na comment vile vile una partager. Tunawakaribisha katika taarifa zetu za habari ambapo utapata kujua mengi kinachoendelea huko mashariki mwa DRC, hususan vita vinavyoendelea kati ya waasi wa M23 wakipambana na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yanayoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Hakikisha una subscribe, like, comment na kushare, na kwa lugha nyingine nasema unajiabone na comment vile vile una partager. Basi karibu katika taarifa yetu ya habari hii ya asubuhi. Karibu. Tuende na habari kutoka huko mashariki mwa DRC ambako mapigano makali yameripotiwa katika eneo la Katoi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kundi la Wazalendo linadai kuwakamata wapiganaji waliokuwa wanadaiwa kuwa ni makomando wanaohusishwa na muungano wa M23 unaoongozwa na Corneille Nangaa. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na vyanzo vinavyounga mkono Wazalendo, watu kadhaa walikamatwa wakiwa na silaha baada ya mapambano yaliyozuka katika eneo hilo. Taarifa hizo zinaeleza kuwa baadhi ya waliokamatwa ni vijana wa Kongo ambao wanadaiwa kushawishiwa na kujiunga na makundi yenye silaha kwa ahadi za maisha bora na manufaa mbalimbali. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa wakati baadhi ya wapiganaji walikamatwa wakiwa hai, wengine walipoteza maisha wakati wa mapigano. Hata hivyo, hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa M23 wala mamlaka za serikali zinazothibitisha idadi ya waliokamatwa au kuuawa. Hata hivyo, taarifa hizi bado haziwezi kuthibitishwa kwa njia huru. Mapigano katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yameendelea kusababisha adhari kubwa kwa raia, huku maelfu ya wananchi au familia zikabiliwa na changamoto za usalama na kulazimika kukimbia makazi yao. Wadau wa amani wanaendelea kutoa wito kwa pande zote zinazohusika kuweka mbele mazungumzo na kuheshimu sheria za kimataifa na za kibinadamu ili kulinda maisha ya wananchi. Kwa sasa hali katika eneo la Katoi inaendelea kufuatiliwa kwa karibu, huku wakazi wakisubiri taarifa rasmi kuhusu maendeleo ya mapigano hayo na hatua zitakazofuata. Tuende na habari kutoka mashariki mwa DRC ambako hali ya usalama inaendelea kuwa ya wasiwasi katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mapigano makali yaliyotokea tarehe 12 mwezi wa 7 kati ya jeshi la taifa la DRC ambayo ni FARDC likisaidiwa na makundi ya wananchi wanaojulikana kama Wazalendo dhidi ya waasi wa muungano wa M23. Kwa mujibu wa vyanzo vya usalama, siku ya Jumatano tarehe 15 mwezi wa 7, vikosi vya FARDC pamoja na Wazalendo viliondoka katika vijiji vya Nkingwe na Malemo, maeneo ambayo yalikuwa yamerudishwa chini ya udhibiti wao kwa muda kufuatia mapigano makali mwishoni mwa wiki. Vyanzo vya kijeshi vinaeleza kuwa hatua hiyo si ishara ya kushindwa vitani, bali ni mkakati wa kijeshi unaolenga kupanga upya safu za ulinzi na kuimarisha maandalizi ya operesheni zinazoweza kufuata. Ingawa hakuna mapigano ya moja kwa moja iliyoripotiwa katika eneo hilo siku ya Jumatano, hali ya tahadhari bado ni kubwa. Pande zote mbili zinaendelea kusalia katika nafasi zao na za kijeshi, huku zikifuata kwa karibu mwenendo wa hali ya usalama. Eneo la Masisi inaendelea kuwa moja ya maeneo yanayoshuhudia mapigano mara kwa mara kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23, hali inayozidisha changamoto za kibinadamu kwa maelfu ya wakazi waliokimbia makazi yao kufuatana mapigano yanayotokea mara kwa mara. Mamlaka za kijeshi bado hazijatoa taarifa kuhusu hatua zinazofuata, huku wakazi wa eneo hilo wakiendelea kuishi katika hofu ya kurejea kwa mapigano wakati wowote. Hiyo ndiyo hali ilivyo kwa sasa katika eneo la Masisi mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tubaki tuna habari kutoka huko Kivu Kaskazini ambako dalili za kurejea kwa amani zinaanza kuonekana katika sekta ya Bakano wilayani Walikale mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya makundi manne ya raia Mutomboki kukubaliana kusitisha uhasama uliokuwa ukiendelea kati yao. Makubaliano hayo yalifikiwa kufuatia mkutano wa mazungumzo ya kijamii uliofanyika katika eneo la Itabero kwa ushirikiano kwa viongozi wa kijamii pamoja na za kiutawala na vyombo vya usalama. Lengo la mkutano huo ilikuwa ni kutafuta suluhisho la kudumu la migogoro iliyokuwa ikisababisha mapigano ya mara kwa mara katika sekta ya Bakano. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa baada ya mkutano huo, viongozi wa makundi manne ya raia Mutomboki wameahidi kusitisha mapigano, kuheshimu mipaka ya maeneo yao na ushawishi
na kutafuta tofauti zote kupitia mazungumzo badala ya kutumia silaha. Wamekubaliana kuanzisha mfumo wa kudumu wa ushirikiano ili kuzuia kuzuka tena kwa vita. Kwa miezi kadhaa iliyopita, makundi hayo yalikuwa yakigombea udhibiti wa maeneo mbalimbali ya Bakano. Hali hiyo ilisababisha mapigano makali kwa wananchi, vitendo vya ukamataji holela na kuzorotesha hali ya usalama pamoja na shughuli za kijamii na kiuchumi kwa wakazi wa maeneo hayo. Viongozi wa mashirika ya kiraia wamepongeza hatua hiyo, wakisema ni mwanzo muhimu wa kurejesha amani na utulivu katika wilaya ya Walikale. Hata hivyo, wametoa wito kwa makundi hayo kutekeleza kwa vitendo ahadi walioizitoa ili wananchi waendelee kurejea katika maisha yao ya kawaida na kuendelea shughuli za uzalishaji bila hofu ya mapigano. Kwa upande wao, wawakilishi wa makundi hayo wameeleza kuridhishwa kwa mazingira ya mazungumzo yaliyowakutanisha, wakisitiza kuwa ushirikiano na maridhiano ndiyo njia pekee ya kuhakikisha amani ya kudumu katika sekta ya Bakano na maeneo ya jirani. Huku changamoto za kiusalama zikiendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wadau wa amani wanaeleza kuwa utekelezaji wa makubaliano hayo unaweza kuwa hatua muhimu ya kupunguza migogoro ya ndani na kuimarisha usalama wa wananchi wa Walikale. Tuongelee habari za siasa kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, juhudi za kidiplomasia za kumaliza mzozo unaoendelea kati ya waasi wa M23 na serikali ya DRC zinaendelea kukumbana na changamoto mapya. Licha ya matumaini yaliyotolewa na Marekani kupitia waziri wake wa mambo ya nje Marco Rubio kwamba vikosi vya Rwanda vingekuwa vimeondoka katika maeneo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kufikia katikati ya mwezi Julai, hali ilivyo uwanjani inaonyesha kuwa matarajio hayo bado hayajatimia. Kwa mujibu wa taarifa zilizochapishwa na baadhi ya vyombo vya habari na wachambuzi wa masuala ya usalama, hakuna dalili zinazoonekana za kuondoka kwa vikosi vinavyodaiwa kuwa ni vya Rwanda kutoka maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23, hususan katika ngome zao zilizopo huko Kivu Kaskazini. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikishtumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi wa M23 kwa kuwapatia wanajeshi na vifaa vya kijeshi. Rwanda kwa upande wake imekuwa ikiendelea kukanusha tuhuma hizo na kusisitiza kuwa hatua zake ni kulinda usalama wa mipaka dhidi ya makundi yenye silaha yanayotishia usalama wa taifa yake. Wakati huo, juhudi za kidiplomasia zinazoongozwa na Marekani pamoja na mashirika ya kikanda na kimataifa zinaendelea kutafuta suluhisho la kudumu ili kurejesha amani katika eneo la Maziwa Makuu. Hata hivyo, wachambuzi wanaeleza kuwa maendeleo ya mazungumzo yanapaswa kuambatana utekelezaji wa makubaliano uwanjani ili kurejesha imani kati ya pande zinazohusika. Mzozo wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kusababisha maelfu ya wananchi kukimbia makazi yao, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota kutokana na mapigano ya mara kwa mara. Mashirika ya misaada yanaendelea kutoa wito kwa pande zote kuheshimu sheria za kimataifa na kibinadamu na kuhakikisha usalama wa raia. Hadi sasa hakuna tamko rasmi iliyothibitisha kuondoka kwa vikosi vinavyotuhumiwa kuwepo katika maeneo yaliyoshikiliwa na waasi. Hivyo juhudi za kidiplomasia zinaendelea, huku macho ya jumuiya ya kimataifa ikielekezwa katika hatua zitakazochukuliwa ili kufanikisha amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari kutoka sehemu mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mpendwa msikilizaji na mtazamaji, basi acha nikuunge moja kwa moja na taarifa yetu ya habari za kimataifa ili upate kujua nini kinachoendelea pembe zote za dunia. Karibu. Rais wa Marekani amebadilisha kauli yake ya awali ya kuzitaka meli zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz kulipa Marekani fidia kwa ajili ya ulinzi. Kwenye mtandao wake wa Truth Social, Donald Trump amesema kuwa baada ya mazungumzo na viongozi wa Mashariki ya Kati, Marekani sasa itakuwa ikitarajia mikataba ya biashara na uwekezaji badala ya ushuru wa 20% kwa shehena zote za mizigo kama ilivyokuwa amesisitiza hapo awali. Pia amesisitiza kuwa kwa mara nyingine tena kuwa mlango huo wa bahari uko wazi kwa meli zote kupita. Lakini takwimu za hivi punde za usafirishaji zinaonyesha kuwa safari za meli zimepungua hadi kiwango cha chini kabisa katika miezi miwili, huku kukiwa na ongezeko la mashambulizi ya kulipiza kisasi kati ya Marekani na Iran.
Trump amehitimisha ujumbe wake kwa kuandika kuwa Iran haitawahi kuwa na silaha za nyuklia. Matukio haya yanakuja huku Rais Trump akisema Washington itatumia jeshi tena kuzuia meli kutoka au kuingia katika bandari za Iran. Hapo awali, Tehran ilisema ingeanza kutoza ushuru wake ambao ni nafuu na wa haki zaidi. Wakati huo huo, vyombo vya habari vya serikali ya Iran vinasema makombora ya Marekani yamepiga miji ya bandari ya Bushehr na Bandar Abbas, huku Marekani na Iran zikipigania udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Haya yanajiri kufuatia usiku wa 3 mfululizo wa mashambulizi ya kulipiza kisasi, hali inayozidisha hofu ya kurejea kwa mapigano kamili ya kijeshi. Jeshi la Marekani linasema ndege zake zililenga mifumo ya ulinzi wa pwani, vituo vya makombora, maeneo ya ndege zisizo na rubani na maeneo mengine ya kijeshi ya Iran. Wakati huo huo, Iran inasema kuwa imeshambulia meli 2 kubwa za mafuta katika mlango bahari wa Hormuz na kuziharibu kabisa. Mfanyikazi mmoja katika meli aliuawa na wengine 8 kujeruhiwa. Tehran pia inadai kuwa ilishambulia kambi za kijeshi za Marekani nchini Bahrain. Aidha, Iran pia inasema ilirusha makombora ya kibalistiki kwenye kambi ya jeshi la wanaanga ya Marekani nchini Jordan, ingawa mamlaka za Jordan zinasema makombora hayo yalitunguliwa. Mwandishi wetu Barbara Plate Asha ana maelezo zaidi. Swala hapa sasa ni mzozo kuhusu jinsi mlango bahari wa Hormuz unavyosimamiwa. Wakuu wa Iran wanajiona kuwa ni wasimamizi wa mlango huo. Wamesema kuwa kuna njia maalum wanayotaka meli zipite. Wamezungumza kuhusu kutoza ada na wamekuwa wakizishambulia meli zinazotumia njia tofauti. Na viongozi wa Marekani hawajajiandaa kabisa kukabili mamlaka ya Iran juu ya mlango huo, hasa kwa sababu Iran ikiwa na nguvu hiyo ya ushawishi inaweza kuvuruga uchumi wa dunia wakati wowote. Na tumeona aina fulani ya ongezeko la makusudi la uhasama katika wiki iliyopita. Tusalie Mashariki ya Kati ambapo katika muda wa miaka 2 ambapo Israel imekabiliana kivita na Iran na washirika wake katika eneo hilo, raia wengi nchini Israel walikuwa na matumaini makubwa kwamba shinikizo hilo la kijeshi lingepunguza nguvu ya utawala wa Tehran na kuleta mabadiliko. Lakini mkataba mpya kati ya Iran na Marekani sasa unazoa hofu nchini Israel kwamba adui wake mkubwa huenda akapata nguvu kubwa zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali. Wengi wanamlaumu Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, kama anavyoeleza mwandishi wetu G.R. Gol katika taarifa inayowasilishwa na Ahmed Bahaj. Viungani mwa mji mkuu Tel Aviv, naungana na mcheza santuri yani DJ ambaye atanipeleka kukutana na kundi la vijana wa Israeli waliokumbwa na vita kwa miaka 2 sasa. Wameshuhudia maelfu ya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani kutoka Iran na washirika wake katika ukanda huu wa Mashariki ya Kati. Wakati wa vita, japo hali ilikuwa ngumu, nilihisi moyoni, na ni jambo ambalo Waisraeli wengi wanalihisi. Tulihisi pia uchungu ambao wa Iran wanapitia mikononi mwa mamlaka za nchi hiyo, na tukaamua kwenda kwa makazi ya wanaohitaji msaada na kuendelea kuwatembelea mara kwa mara. Na huenda haijulikani kwamba hata nyumba yetu huenda ikashambuliwa na kuharibiwa na makombora. Lakini ikiwa kumalizwa kwa mamlaka ya Kiislamu ndio jambo ambalo litaleta amani ya kudumu duniani, basi... Mwezi mmoja uliopita, serikali za Washington na Tehran zilitia saini mkataba wa makubaliano ambao wengi wanaamini utaboresha pakubwa uchumi wa Iran na nguvu zake za kijeshi, hali ambayo inatishia usalama wa Israeli. Hili ni mojawapo ya masuala nadra nchini Israel ambayo yanaungwa mkono na wengi kwa pamoja kwamba mkataba huu ni mbaya kwa Israel. Nami nadhani kwamba tunapaswa kuangazia kwa undani jinsi ambavyo tutaikabili suala hili. Iran ikiwa na madini ya urani yaliyorutubishwa, makombora ya kibalistiki, yani ninamaanisha kwamba tumeshuhudia athari ya makombora hayo. Tunapaswa kuwaza jinsi mshirika wetu mkubwa Donald Trump anaweza kutia saini mkataba ambao sio mzuri kwetu kabisa. Tutalaumu mambo mengi, ila wa kulaumiwa pakubwa ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Mwezi uliopita, Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alipongeza operesheni ya kijeshi ya Israeli dhidi ya Iran katika hotuba aliyoitoa jijini Jerusalem. Lakini raia wengi wa Israeli wanasema kwamba Bwana Netanyahu alimtenga mshirika mkuu wa Israeli, Marekani, na kushindwa kumzuia Rais Donald Trump kutia saini mkataba na Iran. Donald Trump ni rafiki wa Israel na wala usichanganye mambo. Sasa kati ya marafiki wakati mwingine huenda tukakosa kukubaliana kwa kila jambo. Huenda pia tukayapa masuala tofauti kipaumbele tofauti na walivyofanya marafiki wetu.
Watu wengi hapa Israeli wanautazama uongozi wa Iran kama tishio kubwa kwa nchi yao. Baadhi walikuwa na matumaini ya kwamba kama alivyoahidi Benjamin Netanyahu, kuendelezwa kwa operesheni za kijeshi dhidi ya Iran kungeangusha uongozi huo, ila hilo halikufanyika. Sasa Waisraeli wengi wanahofia kwamba taifa la Iran lenye nguvu huenda likawa tishio kubwa zaidi kwa usalama wa nchi yao. Vita vya Urusi na Ukraine, ambapo Umoja wa Mataifa unasema kuwa mwezi Juni mwaka huu Ukraine ilishuhudia idadi kubwa zaidi ya vifo vya raia tangu Aprili mwaka 2022, punde tu baada ya uvamizi wa Urusi nchini humo kuanza. Katika ripoti yake ya hivi punde zaidi, Umoja wa Mataifa unasema raia wapatao 293 waliuawa na wengine karibu 2000 kujeruhiwa. Mauaji mengi zaidi yalisababishwa na silaha za masafa marefu zikiwemo makombora na ndege zisizo na rubani. Wakati huo Ukraine inasema kuwa Urusi imeshambulia Kiev kwa makombora usiku wote, huku kukiwa na ripoti za magari na maghala kuteketezwa moto. Mashambulizi haya yanafanyika chini ya saa 24 tu baada ya Ukraine na mataifa 9 ya magharibi kukubaliana kuunda mfumo mpya wa kinga ya angani dhidi ya makombora ya kibalistiki. Huenda hatua hiyo ikatoa njia mbadala na za gharama ndogo kwa Kiev ikilinganishwa na mfumo wa Marekani wa Patriot wa kuzuia mashambulizi. Hii leo Rais Volodymyr Zelensky ameungana na viongozi wa Ulaya jijini Paris wakati Ufaransa ikiadhimisha siku yake ya kitaifa. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anaongoza gwaride la kijeshi kwa mara yake ya mwisho kama rais. Maelfu ya wanajeshi ikiwemo wanajeshi kutoka Ukraine wanashiriki katika gwaride hilo. Ofisi ya Macron inasema onyesho hilo linanuiwa kuonyesha nguvu za kijeshi za Ufaransa na mwamko wa kimkakati wa bara Ulaya. Mwandishi wa BBC James Waterhouse ana taarifa zaidi. Rais Zelensky yuko hapa na mke wake Olena Zelensky pamoja na wanajeshi wa Ukraine. Walishangilia walipokuwa wakiwasili. Wanawakilisha watu waliopitia hali ngumu zaidi ya vita barani Ulaya, kama sio duniani kote. Nadhani kwa Faransa hii inamaanisha mambo mawili. Ndiyo, ni sherehe ya kihistoria na ya maadili yake kama taifa na tamaduni zake, lakini kuna vita vya kijeshi visivyoweza kuepukika pia. Kwa maneno ya Rais Emmanuel Macron, ni ujumbe pia kwa maadui kwamba Ufaransa ina nguvu na kwamba Ulaya iko tayari kutoa usalama. Kuhusu jinsi nchi hizi zinaweza kufanya hivyo bado ni mjadala, kwa sababu pia zinajaribu kuonyesha Marekani, ambaye alikuwa mshirika wake wa karibu, ambaye sasa hazingatii sana masuala ya usalama wa Ulaya. Haya yanahusu kile ambacho Ufaransa na Uingereza na washirika wa Ulaya wanajaribu kusema kwamba, tazama, tuna uwezo na nia kujitunza katika hali ya usalama ili kuunga mkono Ukraine kwa muda mrefu. Na ni hapo ndipo tunapohitimisha taarifa yetu ya habari kutoka mashariki mwa DRC na pembe zote za dunia. Mpendwa wa msikilizaji na mtazamaji, vita vinaendelea kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya waasi wa M23 na jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoungwa mkono na wanamgambo wa kujitolea wanaojulikana kama Wazalendo. Vile vile katika eneo la Fizi mkoani Kivu Kusini katika nyanda za juu za Minembwe, huko pia kunaendelea mapigano makali kati ya waasi wa Twirwaneho Red Tabara wanaoungwa mkono kwa sasa na wanaoungwa mkono kwa sasa na AFC M23, lakini vile wakipewa msaada kutoka nchini Rwanda, ambapo wanapata msaada kila siku kutoka nchi jirani. Kwa sasa nchi ya DRC inaendelea kukabiliwa na changamoto kubwa ya vita huku na kule. Kwanza upande wa Ituri huko pia vita kama ilivyo kila siku kunaendelea kutokea matukio mbalimbali yanayohusu waasi wa ADF ambao wanaendelea kufanya mashambulizi huko dhidi ya raia wa eneo hizo ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kila siku tunaendelea kuangazia matukio mbalimbali kutoka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunakuomba au tunawaomba kuendelea kuwa nasi ili mkuwe napata habari za kuaminika tena za kuenea. Unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo inaendelea kuona kwenye screen yako kwenye video, na ukatupatia maoni yako aiza mapendekezo yako baada ya kusikiliza matangazo yetu ya habari paka mwisho. Asante, basi tukutane katika taarifa zetu za habari za mchana.